Swala la lishe. Kuna siku moja tumekaa pale shule ya msingi Nyangoto, walialika wageni wote wakafika, na mimi nikiwemo. Tulipofika pale tulijadiliana, na tulipojadiliana kufuatana na mfumo wa lishe, wananchi wote waligoma kutokana na nini? Wakasema kwamba unaweza kuwa na watoto zaidi ya 10. Kwa mwezi unadaiwa 15,000. Uko na watoto 10,150,000. Na 150,000 huyu hauna uwezo wa kuipata. Tukajadiliana pale, wazazi wote wakakataa. Wakasema kwamba wananchi wote watoto wao waje kula nyumbani. Hilo swala nahisi tulikataa pale na lilijadiliwa na tukalipitisha mbele ya mwenyekiti wa kamati ya shule. Hilo swala ni gumu. Kwa mfano, mimi hapa sina uwezo wa 150,000. Nina watoto 10, 15,000 kila mwezi. Je, nisipokuwa na hiyo hela, hao wanafunzi wasiende shule au waje kula nyumbani warudi shule? Naomba mwenyekiti wa kijiji na mtendaji na diwani mtufafanulie hapa. Kama ni serikali ya kijiji itatoa hicho chakula kwa ajili ya wanafunzi wote, sisi tuko tayari. Mimi kwa swala hilo, mimi siriafiki. Nina watoto 6. Sina uwezo wa kupata hiyo hela. Nitafanyaje? Asanteni sana. Nashukuru kwa ajili ya agenda hii. Niwapongeze kwanza namna mnavyoshughulika na maendeleo na shughuli za utumishi katika serikali hii ya kijiji cha Nyangoto na kata kwa ujumla. Mimi nimemwona diwani, mheshimiwa diwani yuko hapo. Mimi niungane na hoja ya mjumbe aliyekwisha kuzungumza, ni kwamba wazazi hatukatai kwa kiburi eti kwamba hatutalipa hizo hela shuleni. Hakuna mzazi anayependa kuona mtoto wake anahangaika kwa njaa au anaishiwa nguo za shule na vitu kama hivyo kwa ajili ya mtoto wake. Amemzaa yeye na anahitaji aishi vyema. Hakuna mzazi mwenye akili timamu anahitaji familia yake iishi maisha ya shida. Ni kwa sababu tu ya hali ya uchumi tunaoishi. Leo kuna mtu mtapanga gole la shilingi 20,000 hapa. Kuna mtu ukipanga hapo na mkiisha vote tayari atatoa 20 hizo, kwake sio shida. Kuna mwingine hizo 20 atazitafuta. Ukimwambia mtu leo kwenda Tarime ni rahisi kwenda, lakini kuna mtu mwingine atatuza 200 ifike nauli ya kwenda Tarime na kurudi na kula huko Tarime. Kama mjumbe katika mkutano huu, siafu hoja hiyo. Watoto warudi kula shuleni nyumbani kama ilivyokuwa desturi yetu, tulipokuwa tunatoka shuleni tunakula nyumbani, ili amani ipatikane kwa wazazi na kwa wanafunzi pia na kwa serikali na kwa walimu kwa ujumla. Pia na wananchi wa mkutano mkuu wa serikali ya kijiji. Kwa majina anaitwa Julius Hitra. Pia ni mzazi. Mwenyekiti, kwanza nishukuru serikali hii. Hii serikali imeonesha ni sikivu, imeonesha na kahuruma fulani kwenye swala la elimu na mambo mengine. Mwenyekiti, jana mimi nilikuwa na wewe jana hapa maeneo ya ofisini hapa. Kuna mtu alijitokeza hapa, alikuwa na shida alikuwa nayo ya dawa mseto. Yaani akanunue dawa mseto ameze. Ulimuuliza ni shilingi ngapi? Akakujibu ni 3,000. Na mimi nikasema hapo bado paracetamol ikawa 1,000, jumla shilingi 4,000. Anapiga magoti anasema hana hata 100. Na kesho anahitaji aende kazini. Amekuomba mambo mawili. Amekuomba kazini kule, akakuomba dawa. Uliingia mfukoni ukachukua shilingi 10,000 ukampa. Yule mama akiambiwa apeleke shilingi 500 kila siku kwa mtoto wake shuleni, ambapo kwa mwezi ni shilingi 15,000. Pale alikuwa na watoto 2. Hawezi. Ndugu zangu wananchi, kwanza hakuna tarehe mbaya kama mwisho wa mwezi. Ile 15,000 unaitafuta huioni. Uliokuwa unategemea naenda kukupa sasa ndio hana kabisa. Yaani anakupa matatizo yake zaidi ya kwako wewe ulienda kuomba.
Mimi nilikuwa naomba, sio kwamba wale wazazi walio na wanafunzi wasilipie. Nilikuwa naomba serikali, mmejitoa vizuri sana. Gunia 6 mmetoa pale. Mimi sekondari pale sijui mmetoa kiasi gani. Nilikuwa naomba walau serikali hii ifanye basi hata mara moja, hata kwa miezi mitatu. Mfano tu kwa miezi mitatu kwamba mpeleke kama mlivyopeleka gunia 6. Hebu jaribuni kuona ili jambo, tujaribu, serikali jaribu kutusaidia wale wazazi walio na wanafunzi shuleni, wapelekewe vyakula. Hii habari ya michango 500 isije ikawa ni sababu ya mzazi kuto kumwamrisha mtoto wake aende shuleni. Mwenyekiti, na mtoto anaporudi kwa hapa 500 imekosa, anamdharau mpaka mzazi. Nilikuwa naiomba serikali yako kupitia mheshimiwa diwani, bahati nzuri nyinyi ni serikali sikivu, mtusaidie hilo swala walau hata kwa miezi mitatu, tuone tutakuwa tumefikia. Mimi nilikuwa naomba wajumbe kwa hili, endapo mwenyekiti anasema kwamba tulipitishe, mimi naomba wazazi wote tulipitishe bwana. Mheshimiwa mwenyekiti, hali ya uchumi sasa hivi ni mbaya kweli kweli. Asante sana. Mimi kwa nafasi yangu, mimi kama mzazi, kama mwalimu, nina jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba utendaji wa walimu na shughuli za shule zinatendeka vizuri. Na pale penye mapungufu tunaangalia namna gani kushirikiana na serikali zote, serikali kuu, serikali yetu ya kata ikiongozwa mheshimiwa diwani, na serikali yetu ngesikivu kabisa ya mwenyekiti wetu Mr. Zakaria. Ninachokifanya sasa hivi kutokana na hoja zungumzo hapa, sababu mimi ni mzazi, malalamiko nimesikia, tutafuatilia tuone watoto wangapi ambao wazazi wao hawana uwezo kabisa wa kulipa pesa ya watu kwa shule. Tukizingatia kwamba mimi sisi kutoka Nyamongo hapa tukaenda kwenye vikao ya halmashauri, wanafikiri sisi walimu wengine tunalipwa mishahara na mgodi. Wanasema Nyamongo mna shida gani nyinyi huko, kuna mgodi na shule ile kwa mlango wa mgodi, na wanajua wote ni matajiri. Hata kusema fuatao na shida changamoto ya kweli, lakini tutabaini wale kubaini na orodha hiyo. Nafikiri itapelekwa serikali yangu ya kijiji nisikivu, nafikiri tusaidia kwa jambo fulani, kuwasaidia vijana hao kwa ajili maendeleo yao na maisha yao wasikwame katikati. Tumepewa mwongozo kwamba lazima watoto wale shuleni kwa ajili ya kupandisha kiwango cha elimu, ambapo kwa siku moja mtoto wako utamlipia shilingi 500. Lakini wazazi wanasuasua kwenye hilo. Sasa navyouliza, shilingi 500 mtoto akiwa nyumbani anatumia shilingi ngapi? Ukiona wewe 500 hiyo haiwezekani, chukua 10,000. 10,000 ni siku 20, mpe 10,000 aende. Sawa, lakini lazima tuangalie watoto wetu na ufaulu wao unakuaje. Na imekuwa sehemu kubwa sana walimu wanaitisha vikao, lakini watu wanaotengeneza mgomo ni watu ambao hawana watoto pale shuleni. Lakini hata kama huna mtoto, wewe huwezi kulea mtoto hata wa jirani. Kwa hiyo tuliangalia hili leo hapa, na lazima leo hapa tulitolee mwafaka kwamba watoto wanakwenda kupata chakula shuleni, na tutakuwa tunachangia shilingi ngapi kwa siku. Ingawaje siku moja tumekaa na wazazi pale, lakini serikali ya kijiji cha Nyangoto ilichangia gunia 6. Kwa hiyo na hilo tutaliangalia. Mheshimiwa Diwani, kijiji cha Nyangoto kina kaya 2785, lakini ni kijiji kikubwa na kina miradi mikubwa sana. Mimi kwa fursa hii niwaombe kwanza, kuna taarifa za wazazi wamekamatwa ambao watoto wao hawapeleki watoto shule. Kwa hiyo wazazi wamekamatwa na watoto wamekamatwa. Kwa hilo afisa elimu, mimi nikupongeze sana, kwa sababu uzembe umekuwepo mkubwa sana wa watu kutoripoti shuleni. Wewe unaambiwa hata kama mtoto hana uniform,
hebu mpeleke shule, hawezi kurudishwa. Lakini mzazi amekuwa aking'ang'ania mtoto kukaa naye nyumbani, ambavyo si sawa. Kingine, tulikuwa na muda wa usafi wakati wa nyuma, ilikuwa ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Lakini sidhani kama Magufuli alivyofariki na huo usafi ulipotea. Lazima turudi kwenye usafi, na lazima leo hapa tuangalie watu ambao ni wachafu. Lazima faini ziwepo, tukubaliane faini ni shilingi ngapi, na tukubaliane hapa kwamba hata kama ni hakimu tumpelekee muhtasari wetu wa kwamba mtu atakayebainika eneo lake ni chafu, lazima faini ziwepo, na kama ni miezi atapigwa faini ya miezi, kwamba huyu atakwenda ndani miezi miwili, miezi 6, kwa sababu hatuwezi kukubali kipindupindu kinakuja kuathiri watu wengine kwa niaba ya watu wengine. Kwa hiyo lazima tuliangalie sana hilo. Leo lazima tukubaliane hapa. Swala la afya limekuwa changamoto, ingawa tunajitahidi sana kuliboresha. Hata kabla ya mkutano huu nilikuwa naongea na mganga mkuu wa wilaya, tukiboresha kile kituo chetu cha afya vizuri, ambacho tunaendelea kukiboresha. Tunaenda kuongeza jengo la mama na mtoto, lakini Nyamongo inatakiwa iwe na hospitali yenye hadhi ya wilaya, na tumeangalia eneo lenye eneo kubwa lenye hospitali ni zahanati ya Nyangoto. Kwa hiyo siku tukileta hoja, mwenyekiti, ya kwenda kupanua ile zahanati ya Nyangoto, tunaomba mturuhusu, na lile eneo tunahitaji lipimwe. Kama tunaenda kujenga hospitali ya wilaya, itakaa kwenye zahanati ya Nyangoto ambapo inayo kubwa sana inayojitosheleza. Kwa mwenyekiti, siku tukileta hiyo hoja, kwanza niwaombe wataalamu, mtendaji wa kata ufuatilie maeneo yote, na mtendaji wa kijiji hupo. Tunahitaji maeneo yetu yote ya serikali yapate hati, ikiwemo na ile eneo la zahanati ya Nyangoto. Kwa hiyo tunaendelea kuimarisha, na vitu vingine tutaviweka vizuri, vitakaa sawa. Lile eneo la Tigite pale ng'ambo, kwa spidi ya kujenga daraja, hatuwezi kujenga daraja tukiwa eneo wazi halina watu. Nimeenda kwa meneja mkuu wa mgodi, kuanzia mwezi wa 4 ameruhusu pesa ya trust fund ipime lile eneo kwa uangalifu mkubwa sana. Tunapima lile eneo kwa mipango ijayo ya baadaye. Ndugu wananchi, tunaiona kesho kubwa kuliko leo. Leo tulikuwa tunawaza kujenga soko la dhahabu, tulianzisha tu ndani ya kata hapa, lakini huu mpango umechukuliwa na mkoa, wamekata mikoa miwili ya kidhahabu ndani ya mkoa wa Mara, na mkoa mwingine wa pili ambao utakuwa wilaya ya Tarime, wilaya ya Serengeti, wilaya ya Rorya. Makao makuu ya mkoa ule wa kinunuzi wa masoko ya dhahabu utakuwa hapa Nyamongo. Kama mnaona hayo yanaanza kuja, na vingine vingi vitakuja. Kwa hiyo mimi niombe lile eneo la pale ng'ambo tulipangilie vizuri. Tutawaomba wananchi wenye maeneo pale, kama mtu umepata viwanja 10, tumekuandalia mazingira mazuri, tunaomba wachie viwanja 3, tuwapangie mji wenu wa kiserikali. Tutakaa siku ngapi? Watakuja wanakuambia tunahitaji makao makuu ya mkoa. Hata makao makuu ya mkoa mpya, tukipanga lile eneo pale, tukaweka ofisi ya mkuu wa mkoa, tukaweka ofisi za mahakama, tukaweka shule, ofisi za DC ya mkurugenzi, tukapanga lile eneo, siku kitu kama hicho kinakuja, nafikiri itakuwa kazi rahisi. Kwa hiyo niombe sana wananchi, mtupe ushirikiano. Sisi tuna maono. Ili soko tulilianzisha tukajua ni la kawaida, lakini sasa hivi ndio soko la kimkoa kimadini, linakaa Nyamongo, na vingine vingi vitakuja. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 4 meneja wa mgodi amekubali, maana yeye ni mtoa maamuzi kwenye pesa za trust fund. Mwanzoni tulianza wakawa natusumbua, tukitaka kufanya hapa kitu anataka tufanye na sehemu nyingine. Kimi nifunga safari nikamwomba, hii ni swala special, tunaomba tuupange mji vizuri. Na ukisema kwenye mgodi wa North Mara, Nyamongo ndio ramani ya mgodi.
wageni wetu akija wanaiona ni Nyamongo, hawezi kufika sehemu zingine. Kwa hiyo amekubali pesa zitatoka trust fund na tutapima ule mji pale ng'ambo. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu kuanzia mwezi wa 4, nafikiri zoezi linaweza kuanza. Wananchi, kuna swala la maji. Amelieleza tu kiutani hapa nafikiri. Na ni swala ni shida kweli kweli ndani ya kata. Hata baadhi ya watu wanafikiri mimi ni mwenyekiti wa bodi. Mimi nitamani hata leo mngesimama hapa tuseme bodi za maji zivunjwe, tuanze upya. Tunasumbuka kweli. Na mwenyekiti wa kijiji ni kuombe. Sasa hivi tunaenda na mfumo mwingine. Ukiwa na mkutano wako wa kijiji, niambie, mimi nitakuletea wataalamu wote ndani ya kata waje kujibu hoja za wananchi. Kuanzia mtendaji wa kata, afisa maendeleo, afisa mifugo, kilimo, afya, hata daktari wa sungusungu alitakiwa awe hapa. Sema ni muda amepata dharura. Kwa hiyo ukialika mkutano, niambie mapema nikuletee watu wote waje kujibu hoja.